Mungu kwa sababu mateso hatayoinuka juu yangu kwa mara ya pili tena. Basi tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigeregere. Watu wanaishi kwa shida kwa sababu ya mateso, na mateso yanasababishwa na ndugu na marafiki na majirani. Wakati mwingine mateso yanaweza yakatoka hata ndani ya familia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jioni ya leo Mungu ameona kama umeteseka sana. Sasa amekamata viini vya mateso yako. Havitoinuka tena kwa mara ya pili. Ni kwamba ameondoa hata vile vilivyokuwa vinakutesa vyote. Ina maana havitoinuka tena. Kuanzia leo vinakwenda kusimama na kukoma katika jina la Yesu. Haleluya. Watu walisema kwamba utaishi na mateso. Sasa leo Mungu amebadilisha somo. Amesema hayatoinuka tena bali yatawarudia wenyewe. Maana kuna watu wanafurahia wewe ukiwa unateseka. Wanaendelea kushindilia msumari. Wanaendelea kushindilia mkuki kwamba wewe uendelee kuishi katika mateso. Wewe uendelee kuishi katika ufukara. Wewe uendelee kuishi katika kukataliwa. Wewe uendelee kuishi katika kudharauliwa. Lakini leo Mungu amebadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeteseka sana kwa ajili ya biashara yako. Sasa nasema katika jioni ya leo biashara yako itaendelea katika jina la Yesu. Maana ni Mungu amesema. Umehangaika sana. Wakati mwingine labda umeenda hata kwa waganga wa kienyeji, lakini kuanzia leo hakuna cha kwenda kwa waganga wa kienyeji, bali Mungu amesimama mwenyewe, anakuja kuikomboa biashara yako katika jina la Yesu. Wazazi wako wameteseka sana. Wameishi katika mateso muda mrefu kule kijijini au hata hapa mjini. Haleluya. Sasa Mungu ameyaona machozi yako. Umeomba muda mrefu kwamba wazazi wako wafunguliwe. Katika jioni ya leo tunakwenda kumuomba Mungu, na ameahidi kwamba mateso hayatainuka tena. Kila mahali tutakapokanyaga, kwenye familia zetu, kwenye biashara zetu, kwa watoto wetu na majirani zetu, mateso hayatainuka tena kuanzia leo katika jina la Yesu. Tuendelee kusoma. Ndiyo. Mstari wa 10. Ndiyo, mstari wa 10. Kwa maana wangawa kama miiba iliyotatana. Kwa maana wangawa kama miiba iliyofanyaje? Iliyotatana. Na kunyweshwa na kwamba ni katika kunywa kwao wataliwa kabisa kama mabua makavu. Wataliwa kabisa kama nini? Kama mabua makavu. Wakina nani wataliwa? Maadui zako wataliwa kama mabua makavu. Mateso yako yataliwa kama mabua makavu. Maana wewe ulikuwa umeshakata tamaa kwamba haitawezekana tena kupiga hatua nyingine, lakini leo Mungu amekubali kwamba atasimama mwenyewe. Hiyo vita mwachie yeye. Atapambana na maadui zako, atapambana na mateso yako. Acha afanye kazi, maana yeye mwenyewe amethibitisha kuingia kazini, na amekujulisha katika jioni ya leo kwamba usikate tamaa tena, bali yeye yupo kazini. Anajua machozi yako, anajua maumivu yako, anajua mateso yako. Kuanzia leo mateso yako hayatoinuka kwa mara ya pili tena, bali yatakufa, yatafutika. Mungu anayaondoa. Mungu anayaondoa. Mungu anakwenda kufanya kitu kipya baada ya mateso katika maisha yako. Basi mshangilie sana Mungu kwa makofi. Tuendelee. Ametoka mmoja kwako
aniaye mabaya juu ya Bwana. Ametoka mtu mmoja kwako aniaye mabaya juu ya Bwana, atoaye mashauri yasiyofaa kitu. Atoe mashauri yasiyofaa kitu. Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Ijapokuwa wana nguvu zilizotimilifu. Ijapokuwa wana nguvu nyingi. Ijapokuwa ni wengi. Ijapokuwa wameongezeka, wamekuwa wengi. Hata hivyo watakatwa. Hata hivyo watafanyaje? Watakatwa. Hebu mpe mkono jirani yako, mwambie kwamba hii ni meseji yako, pokea katika jina la Yesu. Halafu tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigeregere. Ijapokuwa wana nguvu nyingi, ijapokuwa wameongezeka, lakini watakatwa. Hawana mamlaka juu ya maisha yako tena kuanzia jioni ya leo katika jina la Yesu. Maisha yako yamebadilika. Siku zako Mungu ameziongeza. Maana waliyekuwa watesi wako, waliyekuwa maadui zako, Mungu anakwenda kuwakatakata vipande katika jina la Yesu. Hebu mfanyie hivi jirani yako, mwambie ni Mungu amesema. Haleluya. Mwambie ni Mungu ameniambia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu akisema anatimiza. Huangalia neno lake ili alitimize. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo maadui wengi wamekupangia mipango mingi. Wamediriki hata kuchukua nyayo za miguu yako. Pale unapokanyaga wanachukua udongo, wanapeleka kwenye madhabahu za giza, wanapeleka kwa wachawi, wanapeleka kwa waganga wa kienyeji. Sasa hao wanaofanya hivyo kuanzia leo hawatoinuka kwa mara ya pili tena. Wametaja majina yako kwa waganga wa kienyeji, wametaja majina yako kwenye madhabahu za giza. Sasa leo Mungu anakwenda kuwanyang'anya majina yako. Mungu anakwenda kuwanyang'anya baraka zako. Mungu anakwenda kuwanyang'anya kila kimoja walichokunyang'anya, walichokudhurumu. Mungu anakwenda kukirudisha upande wako katika jina la Yesu. Ulikuwa na biashara yako nzuri, sasa hivi imekufa kwa sababu ya maadui, kwa sababu ya mateso ya dunia. Ulikuwa unawasaidia watu zaidi ya 20 hapa kanisani, hata huko barabarani omba ulikuwa unawasaidia, hata wazazi wako kijijini ulikuwa unawasaidia, lakini shetani amekunyang'anya kupitia maadui kwa kukutakia mateso. Sasa tunasema hao walioshiriki mateso yawarudie katika jina la Yesu. Mungu ameyasikia machozi yako. Mungu ameyaona machozi yako. Mungu ameona taabu yako. Anakwenda kukomboa kila kimoja ulichonyang'anywa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni Mungu amesema. Na huo ndio ujumbe ambao nimekuletea katika jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Umetafuta kazi, ajira kwa muda mrefu, lakini hufanikiwi. Ukipata unapata ajira ndogo ndogo tu, hazikizi hata mahitaji yako. Nadhani katika jioni ya leo, kile kitu kipya alichotuahidi jana, Mungu anakwenda kuanza kukifanya na kukitekeleza katika jina la Yesu. Utakwenda kupata ajira. Ajira zako zilizofungwa zinakwenda kufunguliwa, maana mateso hayatoinuka tena mara ya pili. Kama yalishawahi kuinuka mara ya kwanza, sasa mara ya pili haiwezekani. Mungu ameumia, Mungu amekataa. Mungu amekuona, ameyasikia machozi yako, amekisikia kilio chako. Anakwenda kukuinua, anakwenda kukufuta machozi, anakwenda kukupanda na kukuinua. Maana umelia sana na ulikuwa upo mtumishi mzuri, lakini shetani amezuia baraka zako. Sasa Mungu amefungua katika jioni ya leo katika jina la Yesu. Haleluya.
Haleluya. Hebu tuhamie Amos. Kitabu cha Amos. Amos 9, sura ya 9 mstari wa 3 hadi wa 4. Mstari wa 3 na wa 4. Neno la Mungu linasema, nao wajapojificha katika kilele cha Karmeli, nao watakapojificha katika kilele cha Karmeli, nitawatafuta na kuwatoa toka huko. Hao wakina nani watakaojificha? Wakina nani watakaojificha? Maadui. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana si wameshaona kwamba tayari Mungu amewainukia na wao. Sasa watajaribu kwenda kujificha, ili wajifiche, wapange mipango ya kurudi kwa mara ya pili kukupiga tena. Sasa watajificha wakijua kwamba watarudi, na Mungu amesema kwamba atawatafuta, atawakuta huko huko kwenye vilele vya Karmeli, na atawaulia, atawaangamizia huko huko katika jina la Yesu. Watajaribu kujificha. Unajua okovu upo na tunaokoka vizuri, ila kuna wengine wanaokoka kwa ajili ya faida zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wanakuja kanisani kwa ajili ya faida zao, sio kwa ajili ya okovu. Sijui kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kumuona mtu kwamba ameokoka na kila siku anahudhuria kanisani na ni muombaji mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huko hana kitu. Yupo kwa ajili ya faida yake. Yupo kwa ajili ya kumwangamiza msimamizi wa kwaya. Yupo kwa ajili ya kumwangamiza mchungaji. Yupo kwa ajili ya kumwangamiza mzee wa kanisa. Watu wengine wanakuja kanisani kwa ajili ya mpango. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu amesema kwamba hao wote anaenda kuwafanyaje? Kuwakomea. Mbona hamsemi? Hao ni na ninyi ndio hivyo. Hao wote Mungu amesema kwamba anakwenda kuwafanyaje? Na kama upo leo utubu sasa. Na kama hutaki kutubu, Mungu anakwenda kukukomesha. Hata kuacha eti ni kwa sababu nahudhuria kanisani, hata kuacha eti ni kwa sababu naomba mara 3 kwa siku, hata kuteketeza. Ni afadhali ungeshuka na kumwamini Mungu na kutubu katika jina la Yesu, sivyo utaangamia. Usije kanisani kwa ajili ya faida yako binafsi. Njoo kanisani kwa ajili ya kuinua utukufu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Hebu mwambie jirani yako kwamba Mungu anakupenda sana. Sasa kama Mungu anatupenda, inakuwaje tumgeuke tena? Haleluya. Haleluya. Na jioni ya leo Mungu ametukubali. Amesema kwamba hata watakao kwenda kujificha katika maadui zetu wataondoka hapa kanisani, watakwenda kujificha kwenye vilele fulani. Mungu atawakuta huko huko. Hebu sema Mungu atawakuta huko huko. Sasa ni afadhali wangekaa hapa wakatubu wakabadilika. Halo. Abantu mwachi Kigoma mwidiwe. Mulidiwe saba mawe. Imana ilo basangiyo nyene. Haleluya. Mungu hatakuacha uondoke. Sijui naongea na watu wanaonisikiliza.
Mungu hata waacha waondoke maadui zetu, maana wametutesa sana. Kwa mara ya kwanza wametutesa sana, sasa hataki wainuke kwa mara ya pili. Mara ya kwanza wamekunusulisha Bwana, umeugua manusura ya kufa, Mungu ameumia. Sasa anakwenda kusimama, anakwenda kukusimamia mwenyewe. Simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe, oh simama Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe, oh simama, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe, oh simama, simama mwenyewe, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe. Mungu anataka asimame akusimamie mwenyewe, maana shetani aliona wivu. Mara ya kwanza ulikuwa ni mtiifu sana na ulikuwa mwaminifu sana katika hekalu la Mungu. Ulikuwa ni mtiifu sana kwa kiongozi wako wa kikundi, ulikuwa ni mtiifu sana kwa mchungaji wako, lakini Mungu aliinuka kwa sababu ya wivu, akauchukua ule utifu wako, halafu akakupiga. Baada ya kukupiga, akachukua na baadhi ya baraka zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema kwamba nitabariki kazi za mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kumbe ni lazima sisi tuliokoka kwanza tuwe na kazi za kufanya. Amena. Hebu mfanyie hivi jirani yako kwamba lazima wewe uliyeokoka uwe na kazi ya kufanya. Maana Mungu hawabariki watu wasiyefanya kazi, anawabariki watu wanaofanya nini? Kazi. Halafu wakishafanya kazi kwa uaminifu, wakipata fedha wanakuja kutoa sehemu ya 10 kwa mchungaji, wanatoa zaka, wanatoa sadaka, halafu Mungu anazidi kuwaongezea nini? Baraka. Yaani kama hufanyi kazi usitegemee kubarikiwa. Hapana. Huwezi ukashinda umelala halafu kategemea baraka. Acha kumsumbua Mungu. Unampigia kelele kwenye masikio, Mungu umeniacha, Mungu fulani yeye umempa. Amempa kwa sababu anafanya kazi. Hebu muulize jirani yako kwamba wewe hapo vipi? Amekujibuje? Hapo sawa kweli? Naomba leso yangu hapa. Ninayo, samahani, ninayo. Nilijua ipo hapa mezani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umebadilika. Upendo uliokuwa nao jana, tumeambiwa kwamba kumbuka upendo wa kwanza. Je, ule upendo uliokuwa unampenda mchungaji wako umeenda wapi? Ule upendo ulikuwa unapenda kanisa umeenda wapi? Amina. Amina. Ulikuwa ni mtu wa kwanza kutoa sehemu ya 10. Sasa hivi unapeleka wapi? Baani. Napeleka baani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu hatuangalia udhaifu wa mchungaji, anaangalia neno lake ili alitimize. Kama umeona mimi nina udhaifu, kwa nini usiniombee? Si ndio kazi yako umepewa? Haleluya. Haleluya. Inatakiwa kila mmoja ajielewa kwa nafasi yake. Ukumbuke ulikotoka na hapa ulipofikia. Mungu anakujua. Acha kukata tamaa. Acha kuhangaika kwenye makanisa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kama umealikwa vizuri, tunakukaribisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio wewe mwenyewe ujialike uende. Ukiona umekwenda, ujue sasa Mungu amekuita. Amina. Amina. Nadhani kile Mungu alichokisema mahali hapa toka jana atakwenda kukitimiza. Atakwenda kukitimiza. Na muomba baba askofu, kwa kuwa amenishirikisha tayari kuleta maono mahali hapa, naomba aanzishe chumba cha maombi hapa. Aanzishe chumba cha maombi hapa. Muangalie ni jinsi gani watu watakavyokuja mahali hapa kuja kupokea uponyaji mahali hapa. Na Mungu atatenda na zaidi ya kutenda. Wale waliowadharau waliosemwa jana watakuja na kuwapigia yale magoti yaliyosemwa. Kwa sababu watakwenda, watahangaika sehemu zote, watakuja kuponea hapa katika jina la Yesu. Hamwezi mkanielewa, lakini mimi nasema kile kitu ambacho tayari nimeshakifunuliwa. Huu ni ufunuo nimeuleta hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Alichokiahidi Bwana, alichokiahidi Mungu atakitimiza. Una mambo mengi, umeteseka, umeshindwa hata kuwaelezea watu, marafiki zako, ndugu zako, uzito wa mateso ulionayo. Umeshindwa kuwaelezea, lakini kwa kuwa umeshindwa kuyaelezea, Mungu yeye ameyaona sasa. Huo uzito wa mateso unaotembea nao tayari Mungu ameuona, na yeye ndiye anayekwenda kukusimamia mwenyewe. Haijalishi mume wako amekutesa miaka mingapi. Haijalishi mke wako amekutesa miaka mingapi. Haijalishi majirani wamekutesa miaka mingapi. Hiyo imepita. Usiyakumbuke ya zamani, bali Mungu anakwenda kuyakomesha mateso yako yote katika maisha yako. Hebu tusomee tuendelee. Nasema tairudie mstari wa 3. Ndio. Nao wajapojificha katika kilele cha Karmeli, ndio, nitawatafuta na kuwatoa toka huko. Nitawatafuta na kuwatoa toka huko. Na wajapositirika katika virindi vya bahari, na watakaposikika kwamba wapo katika virindi vya bahari kule chini ya maji, wamejificha, nisiwaone, ili nisiwaone, nitamwagiza joka huko. Nitamtuma nini? Joka. Nitamtuma joka huko chini ya maji, naye atawauma. Watatoka tu. Nao wajapokwenda hali ya kufungwa mbele ya adui zao, watakapokwenda hali wamefungwa mbele za adui zao, nitauagiza upanga huko. Nitaagiza upanga huko, nao utawaua, nao utawakatakata vichwa. Ili mradi Mungu akomeshe watesi wako, akomeshe maadui zako, akomeshe mateso yaliyokutesa kwa muda mrefu. Kuanzia leo acha kuwa muoga, maana Mungu amesikia kilio chako. Sasa anakwenda kuhusika, anakwenda kufanya mwenyewe kwa ajili ya kukuokoa, kwa ajili ya kukuinua, kwa ajili ya kukufundisha, kwa ajili ya kukusogeza karibu yake. Yeye Mungu ameahidi kwamba popote pale watakapojificha, hata kama watajificha chini ya bahari, atawatuma joka, halafu atawauma kule kule, watafia huko. Wewe ulikuwa umeshakata tamaa kwamba sasa siku zako zimekwisha. Hebu mwambie jirani yako kwamba acha kukata tamaa, maana Mungu atakufanya uishi tena.
Si walikuwa wameshapanga kwamba wewe umebakiza siku chache, wameshaanza hesabu na kuzihesabu, imebaki miezi miwili, imebaki mwaka mmoja, zimebaki siku 5. Sasa nasema badala ya kufa Mungu anakwenda kukuongeza miaka zaidi ya 20 katika jina la Yesu. Halafu wataaibika wenyewe. Hutokufa bali utaishi. Hafu yatawarudia wenyewe. Kila anayejaribu kukutafuta yatamrudia mwenyewe. Hebu fanya hivi, sema yatamrudia mwenyewe. Hebu rudia mara 5. Kama atamrudia mwenyewe, atamrudia mwenyewe mara 5. Haya, mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigeregere. Yesu anafanya kwa faida yake. Wewe upo unafanya kwa faida ya Mungu, yeye anafanya kwa faida yake. Muache sasa. Mungu atamtuma joka, atamkuta huko. Nataka niwaambie kitu kimoja, watumishi wa Mungu, kanisa la Mungu, niwaambie kanisa lenu hili lina Mungu sana. Hivi mnajua kwa nini nasema lina Mungu? Mungu ametufunulia mambo ya kanisa hili tukiwa nchi nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla baba hajaugua kapelekwa hospitali, sisi kule tulikuwa tumeshajua. Nikampigia huyo kijana, hebu simama. Wewe sijakupigia nikakwambia mzee atakwenda kupambana? Sasa baada ya kumjulisha huyu, baada ya siku 3 sijui ngapi 4, ndio nikasikia kwamba baba tayari amelazwa. Sasa naye pigana na baba, anapigana na Mungu, na Mungu hatamuacha katika jina la Yesu. Hatamuacha. Naongea sana ili walioko kwenye kilomita 50 wanisikia kwamba anayepambana na mchungaji na askofu wa kanisa hili, Mungu hatamuacha, na hata atakapokwenda kujificha chini ya virindi ya Karumeli, Mungu atamkuta huko, atamkatakata. Akijificha kwenye maji chini ya bahari, atamtuma nyoka, na nyoka watamuuma na watakufa wote katika jina la Yesu. Ni Mungu amesema, sio mimi. Mwambie jirani yako kwamba kama unatania ni Mungu amesema, sio yeye mchungaji Ben. Amina. Hebu mshike mkono jirani yako. Mwambie kwamba si mchungaji Ben amesema, bali ni Mungu amesema ndani mwake. Waendelea kuchokoza tu. Mungu ametufunulia katika chumba cha maombi kule Bujumbura, akatuambia kwamba nakwenda kufanya mambo makubwa katikati ya lile kanisa, na kwenda kujidhihirisha, na kwenda kuonekana. Watu watafunga mizigo kutoka sehemu za mbali, watakuja kuponea hapa. Sikiliza, na kama unabisha, chukua biki lako na daftari, andika tarehe na siku, utakuja kujionea mwenyewe. Sasa wewe bado unapambana. Wewe bwana, wewe Mungu anakujua. Kanisa hili Mungu analijua. Mungu anajua kwamba limepita mapito mazito. Sio kama Mungu alikuwa amefumba macho, alikuwa naona, na amewajua ni watu gani ambao wamelipitisha mahali pakavu. Jana amesema kwamba ataleta maji hata jangwani, na mbweha watamshukuru Mungu kwa sababu amewapa maji wapi? Jangwani. Sasa Mungu anakwenda kuleta maji hapa, na kila atakayeingia na kuoga atapona katika jina la Yesu. Ukileta mchezo kwa Yesu, hiyo ukileta mchezo kwa Yesu, wengine wanapanda mlima, wengine wanashuka,
wengine wanapanda mlima, wengine wanashuka. Hiyo ukileta mchezo kwa Yesu, ukileta mchezo kwa Yesu, wengine wanapanda mlima, wengine wanashuka, wengine wana wengine. Halafu ile nafasi yako uliyoiacha hapa, utakuta baba mmoja tajiri ana magari 20 amekaa para ameketi. Tuangalie utamtoaje sasa. Wewe si umejifanya umeacha? Si umejifanya umedharau umeondoka? Sasa Mungu analeta wengine tena wenye hali zaidi yako sasa. Sasa utakapokwenda kule utatembea, utahangaika, ukirudi sasa kwamba ngoja niende kwa baba yangu mchungaji, najua atanipokea tu. Anakuambia haya mwanangu, njoo fikia kiti cha nyuma, cha kwako tayari walishakabali watu wengine. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Mungu hadhihakiwi. Haleluya, haleluya. Hebu shika sana ulicho nacho, asije muovu akafanyaje, akakipotosha akakichukua. Mungu amekubariki, Mungu amekupaka mafuta, Mungu amekuamini, amekuweka nafasi fulani. Wewe umekaa, badala ya kutulia ni maneno tu. Mungu haangalia, hataangalia maneno yako. Mungu ataangalia imani yako wewe. Mbona nafikiri maneno yako yatakupeleka mbinguni? Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, tufikie mahala tuokoke vizuri. Wokovu wetu usio wa juju, usio wa kwenye mdomo tu, bali uwe wa rohoni. Yani uonekane wokovu wako katika matendo. Watu wakuone. Sio kwamba unayoyafanya hawayaioni, wamenyamaza tu, ila wanayaona unayoyafanya yote. Hata yale yote unayokwenda unayasema, unawatangazia watu kanisani kuna haya na haya na haya, wanayajua tu, message zinafika, zinasendi, halafu wananyamaza. Maana kuna wakati wa kunyamaza kwa Mungu, lakini kuna wakati wa kusema tena. Siku Mungu atakaposimama na kusema juu yako, na kuambia utaliwa na nyoka, utakufa. Sasa ni afadhali ushuke mbele za Bwana. Hebu soma rafiki yangu, maana nimekuweka sana, pole, lakini unanisaidia kuhubiri. Kwa hiyo sawabu zangu tunagawana, si ndio rafiki yangu? Barikiwe sana. Amina sana. Soma tumarisi. Nasema nami nitawaelekezea macho yangu niwatende mabaya. Nami nitawaelekezea macho yangu niwatende mabaya hao mahadui zako. Sema mahadui zangu Mungu atawaelekezea macho yake. Wao si wanajifanya kwamba hawaoni. Wanafanya hili, kesho wanakuja kujificha kanisani. Alafu wakifika hapa wananena na kunena arabo shikarabo. Wakitoka napo ndio kule wanaenda kupiga vita. Mungu anawaona. Yani utajipendekeza kwa mwanadamu, sio kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Kila unachokifanya Mungu anakiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninahisi hapa kutakuwa na watu wapi ambao hawajaokoka. Hebu wafanye hivi. Watu ambao ni mara yao ya kwanza kuingia hapa kanisani hawajaokoka, wafanye hivi. Hayupo hapa mtu ambaye hajaokoka? Hayupo? Sasa hii ni hasara. Mchungaji, hii ni hasara. Tunatamani tunapokuwa tupo mahali kama hapa
tupate hata watu 10-20, lakini kwa sababu ya maombi, kwa sababu ya kikundi cha maombi, wataokoka wengi maeneo haya tena sana. Maana tukianza kikundi cha maombi, tunaanza na kikundi cha ushuhudiaji. Amina. Wapo vijana washuhudiaji hapa, mzee wa kanisa, unao wangapi washuhudiaji ambao huwa wanatoka hapa wanatembea mitaani wanakuletea watu? Hiyo ni kazi yako, simwangalie mchungaji. Haya, wazee wa kanisa wafanye hivi. Wazee wa kanisa, nyosheni mikono. Mbona wengine wananyosha vinyosha kabisa? Mungu akuone, maana anakujua. Sawa. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Lakini natakiwa sasa muwe na vijana, kikundi cha vijana washuhudiaji, na ninyi ndio muwe mstari wa mbele. Ijumamosi tunaenda kushuhudia. Ijumamosi tunaenda kushuhudia. Lazima tuwalete watu kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikufariji wewe mgeni uliyoko hapa. Hujakosea mahali pa kutembelea. Ikiwezekana pambana kabisa. Shikilia kabisa hicho kiti ulichokikalia. Usiondoke. Hapa kuna baraka zako. Hapa kuna kitu chako hapa. Usiondoke mpaka umeondoka nacho. Haleluya. 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 Siku ya furaha ni leo. Siku ya furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi na mimi nifurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Makofi na vigeregere kwa Bwana Yesu. Lazima tuifanye kazi ya Mungu kwa uaminifu. Maana ndiyo karama tuliopewa. Haleluya. Haleluya. Naona vijana wengi hapa ambao wanaweza kutusaidia hiyo kazi ya ushuhudiaji. Wapange vizuri. David ataniletea watu 10. Huyu kamanda ataniletea watu 8. Wewe utaniletea watu 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mama mchungaji tutakuwa wote, ataniletea kina mama 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kila mtu ataleta. Mimi ni mgeni hapa, lakini nitaleta basi hata mtu mmoja. Tunakuja hapa kwenye semina siku ya Ijumamosi. Kila mtu ameleta wa kwake kwa utukufu wa Yesu. Mbona tumerara? Na wakati Mungu ametuahidi mambo mazuri, kwamba atakomesha mateso yaliyotutesa. Sasa sisi tumrudishie kitu gani Mungu ili tuweze kumfurahisha? Maana yeye amekubali kuwa mlinzi wetu, kutujengea wigo wa ulinzi juu ya maisha yetu. Sasa lazima na sisi tumletee watu waje kuokoka. Haleluya. Haleluya. Ni nani amelipokea neno hilo la ushuhudiaji? Fanye hivi. Nataka nione ni nani ambaye yuko tayari kuambatana na sisi katika kazi hiyo ya ushuhudiaji siku ya Jumamosi. Aliyeshukuru. 1, 2, 3. Sasa hebu shika kwanza. Naomba ukiahidi kitu utakachokitimiza. Amina. Amina. Haijalishi kama utapenda huko urudi bila mtu. Lakini kumbe acha mpana mbele kule. Na baada ya siku utaota. Siku utaota unaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni kazi ya Mungu. Na neno Mungu linasema kwamba mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Sasa nani atende kazi pasipokuwa na wewe? Hebu ufanye hili jirani yako, mbona unataka kufanya kazi na wakati wewe ndio Mungu anakutegemea? Hebu ufanye hili, mbona unafanya? Mbona unakuomba kufanya kazi ya Mungu? Na wakati wewe Mungu ndiye anakutegemea. Unataka kufanya kazi ya Mungu, wewe ni kitu badala ya
yamekuwaka anayewaka anayewaka. Kukosea sasa sana, lakini kuliko alikukosea Mungu, kwa nini kukosea wewe mwanadamu? Utaniweka kwa moto. Usiku amekuja mtu pale kwenye nyumba ya mama alipofikia. Kuna mtu ameleta kitu. Sikutaka kusema. Akaanza kukunja mguu wangu. Alishika hapa akaanza kukunja mguu wangu. Sasa Mungu akaniamsha, lakini katika ulimwengu wa roho. Akasema usiombe, wewe piga teke. Nilitarajia nitakutana naye hapa kanisani, maana nilipiga teke. Naona alikwenda kuanguka kwenye kilomita 300. Unaweza kupita kwa mgeni. Sasa nasema napambana na wewe unayetaleta. Kwa jina la Yesu na kwa nguvu za Mungu. Na Mungu amesema atakomesha nini? Atakomesha nini? Atakomesha mateso yako. Ni mateso ya kila namna, sio mateso mawili, ni mateso yote yanayokusumbua, yanayokuhangaisha, yanayokusababisha wewe usisimame vizuri katika
yanakusumbua. Watu walikuwa wanakuheshimu, watu walikuwa wanakupenda, lakini sasa hivi watu wanakukimbia. Wakikuona wanakukimbia. Hata unapoanza kutoa hoja katika kikao fulani, watu wote wanakimbia, wengine wananyamaza. Hayo yote ni mateso. Tunataka tuombe na wewe uliyeteswa. Tunaomba na wewe uliyeteswa. Damu ya Yesu jamani, damu ya Yesu, damu ya Yesu jamani. Shinda yote ya dunia. Hata kuku akichinjwa na yeye yatoa damu, hata ngedera akichinjwa na yeye yatoa damu, lakini damu ya Yesu jamani, damu ya Yesu, naimba damu ya Yesu jamani, yashinda yote ya dunia. Oh, haleluya. Hiyo damu hata bata akichinjwa na yeye yatoka damu, hata mbuzi akichinjwa na yeye yatoka damu, lakini damu ya Yesu jamani, damu ya Yesu, naimba damu ya Yesu jamani, yashinda yote ya dunia. Damu ya Yesu jamani. Hebu inua mikono yako juu, inua tena mikono yako juu. Fatisha nyuma yako, fumba macho, fumba macho, fumba macho. Wewe unajua unachopitia. Fumba macho, alafu fatisha nyuma yangu maneno haya machache. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti, kwa jina la Yesu ninasogea kwako jioni ya leo. Kila mateso yaliyoinuka juu yangu, kila mateso yaliyoinuka kwenye maisha yangu, leo ninayakomesha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninayakomesha kwa jina la Yesu. Hayo mateso hayatainuka tena, hayo mateso hayatainuka tena, hayo mateso hayatainuka tena kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na yakataa jioni ya leo, na yakataa jioni ya leo. Sema kukumanisha, na yakataa jioni ya leo. Hata wewe ulioko sema, na yakataa jioni ya leo. Hayo mateso yaliyotumwa na adui zangu, na yakomesha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yanarudi huko
yalikotoka kwa jina la Yesu na yarudisha sasa. Kama yalitoka kwenye ukoo wangu na yarudisha. Kama yalitoka kwenye madhabahu za giza na yarudisha huko kwa jina la Yesu. Mateso sio fungu langu, magonjwa sio fungu langu, laana sio fungu langu, madhabahu za giza sio fungu langu. Kuanzia leo na yakataa, na yakataa, na yakataa. Sema tena, na yakataa, na yakataa, na yakataa. Hayo mateso yanakomeshwa, na yakataa kwa jina la Yesu. Anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Omba, 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 omba. Sema nakatayo mateso, nakatayo mateso, nakatayo mateso. Wengine unaona usijizuie, usijizuie. Omba, 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 omba. Usijizuie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Sema na yakatayo mateso, na yakatayo mateso yamekomeshwa. Kila mateso ambayo adui aliyapitisha kwangu mimi, sema nakataa, nakataa. Hata wewe uko ulioka, kataa, kataa, kataa. Uko ulioka. Omba, 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 omba kwa sauti. Paza sauti yako, paza sauti yako. Sema leo yanaondoka kwangu, hayo mateso yanaondoka kwangu. Sema leo yanaondoka kwangu, yanaondoka kwangu, yanaondoka kwangu. Sema yanaondoka kwangu. Yalikuja kwa njia moja, sema yatatoka kwa njia 7. Yalikuja kwa njia moja, yataondoka kwa jina la Yesu. Kataa, 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 kataa. Kataa, kataa, kataa. Omba, omba, omba mtu wa Mungu. Pray, 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 pray. Sema nakataa, nakataa. Hayo mateso, hayo mateso yanaachia, 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 yanaachia. Yanakuachia mwana wa Mungu, yanakuachia mwana wa Mungu. Kataa leo, kataa leo, kataa leo, kataa leo, kataa leo, kataa leo. Unapojisikia ndio, unaweza kujisikia hata miguu kuwaka moto. Unaweza kujisikia mambo mwilini mwako. Usijizuie, usijizuie. Omba, sema leo nakataa, nakatayo mateso, nakatayo mateso. Komesha, komesha, komesha. Yesu anasema atayakomesha, atayakomesha, atayakomesha kwa jina la Yesu Kristo. Kataa, 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 kataa kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Omba, sema nakataa, sema nakataa, sema nakataa, kataa, 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 kataa mateso, kataa, kataa mateso, kataa, kataa mateso, kataa yaliyokuja kwa njia moja. Leo tunayakataa, leo yanaondoka, leo yanaondoka. Usimwangalie mwingine. Omba, 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 omba kwa jina la Yesu. Pray, 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 pray. Omba kwa jina la Yesu. Komesha mateso. Kataa, kataa, kataa kwa jina la Yesu Kristo. Yanaondoka, yanaondoka, yanaondoka. Hayo mateso yanaondoka, hayo mateso yanaondoka kwa jina la Yesu Kristo. Walikuja kwa njia moja, watatawanyika kwa njia 7. Watatawanyika kwa njia 7, 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 kwa njia 7 kwa jina la Yesu. Fire, 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 fire. Nakomesha, 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 nakomesha hayo mateso. Na yakomesha leo, na yakomesha leo. Yanaachia, yanaachia. Ndio, 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 ndio. Yanaachia, yanaachia. Ndio, yanaachia, yanaachia, yanaachia. Ndio, yanaachia kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Komesha, komesha, komesha. Ndio, yanaachia, yanaachia, yanaachia. Wengine walipitia kwenye miguu yetu, wanaachia. Wengine walipitia kwenye matumbo yetu, kwenye vichwa vyetu, kwenye mikono yetu, wanaachia leo kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Nakataa, nakataa hayo mateso, hayo mateso, hayo mateso, hayo mateso yanakomeshwa. Hayo mateso, hayo mateso kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo yanakomeshwa. Fire, 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 fire kwa jina la Yesu. Kataa, kataa, kataa. Omba, omba, omba kwa jina la Yesu.
Haya, achia kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Mateso yanaachia, mateso yanaachia, mateso yanaachia, yanawaachia watoto wa Mungu. Mateso yanaachia, mateso yanaachia. Haya, fanya haraka, fanya haraka, mwachie, 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 achia, achia maisha yake, achia maisha yake. Haya, fanya haraka, aga kwa jina la Yesu, aga kwa jina la Yesu. Hayo mateso yamekomeshwa, 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 hayo mateso yamekomeshwa. By power, by force, by power, by force. Fire, 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 fire. Aya, ya, 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 ya. Fire, 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 fire. Yamekomeshwa, yamekomeshwa leo, yamekomeshwa leo. Fire, 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 fire. Haya, achia, fanya haraka, fanya haraka, mwachie, 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 fanya haraka, fanya haraka, fanya haraka, fanya haraka. Yamekomeshwa, 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 yamekomeshwa. Hayo mateso yamekomeshwa kwa jina la Yesu. Tunaangusha huyo Babeli na minara yake aliyochomoza. Hiyo Babeli anaanguka leo, anaanguka leo. Tunamwangusha kwa jina la Yesu. Yamekomeshwa. Jamani, msaidieni tafadhali kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Haya, achia, fanya haraka, 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 fanya haraka. Chomoka, 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 chomoka. Fanya haraka, fanya haraka, fanya haraka. Achia, 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 achia. Mateso haya yanaachia, mateso yanakomeshwa, mateso yanakomeshwa, mateso yanakomeshwa. Fanya haraka, achia, fanya haraka, achia. By power, by force. Fanya haraka, achia, 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 fanya haraka, achia. Haya, mwachie, 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 mwachie. Hayo mateso yanamwachia binti, yanamwachia binti, yanamwachia binti, yanamwachia binti, yanamwachia binti. By power, by force, yanamwachia binti. Fanya haraka, fanya haraka. Chomoka na ondoke, 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 chomoka na ondoke. Fire kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tunakamata, tunaharibu, 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 tunaharibu hayo mateso, tunaharibu hayo mateso, tunaharibu hayo mateso, tunaharibu hayo mateso, tunaharibu hayo mateso kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Tunaangusha, 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 tunaangusha kwa damu ya Yesu Kristo. Bado tunaangusha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Bado huyu, bado huyu, bado huyu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unaachia kwa jina la Yesu, 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 unaachia kwa jina la Yesu. Hayo mateso achia katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Haya, hayo mateso yanaachia leo. Tunakomesha mateso, tunakomesha mateso, tunakomesha mateso, tunakomesha mateso, tunakomesha mateso. Walikuja kwa njia moja, watachomoka kwa njia saba. Walikuja kwa njia moja, watachomoka kwa njia saba. Haya, mwachie, haya, mwachie. Natangaza moto, natangaza uhuru wake, natangaza uhuru wake kuanzia sasa. Be free now, be free now, be free now. Mwachie kwa jina la Yesu Kristo, mwachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Be free. Unakwenda kukomesha mateso kwa jina la Yesu Kristo. Unakomesha mateso, komesha mateso, komesha mateso, komesha mateso na hizo roho juu ya binti. Komesha, 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 komesha kuanzia sasa, komesha kuanzia sasa, komesha kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa. Be free, Jesus name. Tunakomesha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uwe huru, uwe huru, uwe huru mbali na mateso. Uwe huru, uwe huru, uwe huru.
Hamtamtesa tena, hamtamtesa tena, hamtamtesa tena, hamtamtesa tena, hamtamtesa tena, hamtamtesa tena. Haya, hamtamtesa tena. Haya, hamtamtesa tena. Ninawatupa kuzimu kwa jina la Yesu. Hamtamtesa tena, hamtamtesa tena. Haya, mwachie kwa jina la Yesu Kristo. Hamtamtesa tena. Kila pando asilipanda Baba yetu wa mbinguni tunaling'oa. Tunaling'oa kwa vitu, tunaling'oa. Tunaling'oa kwa jina la Yesu Kristo. Tunaling'oa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaling'oa kwa jina la Yesu Kristo. Tunaling'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunaling'oa kwa jina la Yesu Kristo. Tunakomesha hayo mateso kuanzia leo, kuanzia leo. It is uwe huru, uwe huru, uwe huru. Be free, be free, be free. Kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo unachomoka kwenye hayo mateso, unachomoka kwenye hayo mateso, unachomoka, unachomoka. Watake wasitake, wapende wasipende, unachomoka kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Haya, mwachie damu ya Yesu Kristo, mwachie.